Kwa kweli Dr. Samia amepita thamani zote ambazo sisi tumezifikiria leo. Tambue kwamba wanawake wa mkoa wa Pwani tunathamini sana kazi ya Mheshimiwa Rais na tunampenda na tuko naye. Naomba ufikishe salamu kwamba jinsi tunavyomuona ni kama hii Tanzanite ambayo iko hapa juu. Hii imeandikwa maneno yafuatayo. Mkuu mkoa wa Pwani, tunakupongeza Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika siku hii adhimu ya wanawake duniani mwaka 2025. Nisingependa sana kuyarudia, lakini kama mkoa wa Pwani nipongeze kamati ya maandalizi kwa tuzo hii ya Tanzanite kwa mama yetu. Imetolewa wakati sahihi na muda sahihi kutokana na kazi nzuri aliyofanya. Yapo mengi ya kumwelezea Daktari Samia Suluhu Hassan, na tunapomwelezea si kwamba sisi ni kwa kuwa ni wafuasi wake au kwa neno la mjini kwa kuwa ni Chawa Pro Max, lakini tuna kila sababu, kwa sababu mwenye macho ambiwi tazama. Rais huyu ni rais ambaye Afrika Mashariki pekee anaongoza serikali inayotekeleza miradi ya kimkakati, miradi ya ujenzi wa SGR, mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere huko mkoani kwetu Pwani, miradi ya madaraja makubwa. Yote hayo kazi inaendelea vizuri. Kwa hiyo tuna kila sababu sisi leo hapa ni sherehe na kumshukuru na kumtakia kila laheri kama dua ilivyotolewa hapa na mwenzetu Mheshimiwa Hawa. Sasa kwa kumalizia, mimi nataka niseme tumetoa tuzo, lakini lazima tuendelee kumuunga mkono. Tumetoa tuzo ya kumshukuru kwa kazi nzuri kwenye sekta zote: uwezeshaji, nishati safi ya kupikia, sekta ya afya, sekta ya maji, sekta ya kilimo, kwa mara ya kwanza kuwa na bajeti ya zaidi ya trilioni 1, lakini sekta ya elimu ambayo kwa mara ya kwanza Mheshimiwa Rais amepewa tuzo nyingi tu kwa namna ambavyo ameimarisha elimu hapa nchini kwetu. Sasa mimi nataka tu nimalizie kwa kuwa tuna jambo letu, na ndio maana tunasema ile miaka 30 ya Beijing, moja ya maazimio ilikuwa ni kuleta ustawi kwa wanawake na wasichana, lakini kuongeza nafasi za uwakilishi ndani ya vyombo vya maamuzi. Mwaka huu sisi kwa Chama cha Mapinduzi tushasema mgombea wetu ni Daktari Samia Suluhu Hassan, na wanawake tulishaanza kusema hatuna mbadala. Sasa tunapokwenda kwenye kujiandaa na jambo hili, mimi nataka niseme, niwathibitishie uchaguzi utakuwepo. Hayupo mwenye ubavu wa kusema hakuna uchaguzi. Wanawake tumeshuhudia reforms ambazo hazijapata kutokea nchini kwetu. Tumemwona rais wetu kama mwanamama, mwanademokrasia, akionyesha kwa mfano namna ya kuishi 4R zake, namna ya kuimarisha demokrasia kwa utunzi wa sheria 3 mpya ambazo kwa mara ya kwanza Bunge la Jamhuri ya Muungano zimeuisha. Sheria zimeandaa mazingira wezeshi hasa kwa wanawake. Sheria ya vyama vya siasa imevitaka kuandaa nafasi za wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kwa hiyo tuna kila sababu wanawake wengi kujitokeza kugombea katika majimbo, katika kata, ili kuweza kuona dhamira ya Mheshimiwa Rais, na hata katika hotuba zake mbalimbali ameeleza dhamira yake ya kuongeza nafasi za uwakilishi. Lakini tunatambua pia sheria ya uchaguzi wa urais, wa bunge na madiwani imetambua kosa la ukatili wa kijinsia kuwa ni miongoni mwa makosa ya uchaguzi. Kulikuwa na dhana au inaogofya wanawake kujitokeza, kuogopa kudharauliwa, kuogopa kutukanwa, kuogopa kashfa mbalimbali, lakini watie moyo kwamba sheria imetambua watakaofanya vitendo hivyo watakutana na
la uchaguzi. Kwa mimi niwaombe wanawake wenzangu, tunapoenda kuhitimisha sherehe hizi ili kupisha salamu za Mheshimiwa Rais na hotuba yake kwa taifa, tutambue uwezo tunao, nia tunayo, mfano tumeuona wa uongozi mahiri madhubuti, uongozi wenye ustahamilivu, wenye ubunifu wa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Basi nawaomba tujitokeze kwa wingi, tugombee, na chama chetu cha Mapinduzi kipo tayari kutupa nafasi kwa wale tutakaojipima na kuona tunatosha, na kweli tuwe na dhamira ya dhati ya kuwatumikia wananchi wa maeneo yetu. Wanawake oye! Mama Samia oye! Twendeni tukachukue fomu, tugombee, lakini kipekee twendeni tukajiandae kwa kura za kishindo. Huwa tunaambiwa wanawake tunapokwenda kuwasilisha hoja tunaimba tu. Lakini nataka niwaambie hoja ya kumsimamia Dr. Samia kuwa mgombea kiti cha urais ina mashiko, ina uzito, inauzika kwa sababu kazi yake tayari ameimaliza. Watu wanasema tuna deni, mimi nasema deni lile lazima ndiliwe na mikakati ya kulipwa. Sio tu kila siku tunaimba wanawake tuna jambo letu, tusiishie kuimba. Nataka nione kina mama kila sehemu ambapo tumeaminiwa kusimama, tunakwenda kueleza kwa hoja, tunakwenda kujenga hoja, tunapangua hoja ambazo hazina mashiko, ili kama mgombea wetu mwanamke atapita katika maeneo haya, ni kushukuru kwa kazi kubwa ambayo tumefanya sisi wanawake wenzake.